Haya, leo ni siku ya Jumatano katikati ya wiki kabisa, lakini kwa ndugu wawekezaji pana games za kutosha sana. Hata siku ya jana pia games zilikuwepo, lakini kwa bahati mbaya sikupata muda wa kuzichambua kwa undani, nikawa nipo busy na kazi, lakini leo nimepata time na nimefanya uchambuzi wa games takriban 7 za siku hii ya leo. Kumbuke miamba wa Arsenal watakuwa wanaamua kwamba Liverpool wanakuwa bingwa au wanaendelea kukimbizana dhidi ya Crystal Palace akiwa nyumbani kwake pale Emirates Stadium. Game ya mwisho Arsenal alitoa adhabu kwa vijana Crystal Palace mabao 5-1. Kwa hiyo leo inakwenda kwaje pia tutakwenda kujua, lakini kumbuke pale nchini Italia baada ya Papa Francis kufariki moja kwa moja games zikawa zimeahirishwa, lakini leo zitachezwa game zote zilizokuwa zimeahirishwa na vijana wa Juventus watakuwa uwanjani, vijana wa Lazio pia watakuwa wanacheza. Ukumbuke pia vijana wa Torino watakuwa uwanjani. Kwa hizo games zote tutakwenda kuzidiscuss hapa, tutajua kwamba tunaondokaje na game gani tunachukua. Lakini ukienda pale nchini Hispania pana games pia za kutosha. Vijana wa Getafe leo wana kibarua kizito cha kuzuia safu ya ushambuliaji ya Real Madrid isiweze kuscore. Madrid ipo uwanjani dhidi ya Getafe, game ya mwisho 2-0, Madrid alipata ushindi. Na kwenda kwaje pia hapa tunakwenda kudiscuss kwa undani zaidi. Lakini Atletico Bilbao yeye atakuwa nyumbani dhidi ya Las Palmas baada ya adhabu ya bao 1-0 aliyoipata dhidi ya vijana wa RMA Real Madrid kwenye game ya mwisho. Dakika za jioni sana Federico Valverde akawapa adhabu. Sasa leo vijana wa Las Palmas pia wanacha kujibu kwamba wao kwa nini walifungwa 1-0 na wao wamejichanganya kwenye mbele yao. Kwa leo tutakwenda kujua pia, tunakwenda kukajiwe kadi hapo. Lakini vijana Benfica pia watakuwa wanacheza semi-final ya Taka di Portugal, kombe lao lile kama la FA. Moja kwa moja watakuwa uwanjani na ni semi-final, tutakwenda kujua pia, tunakwenda kukajiwe kadi. Haya, hebu moja kwa moja tuende kwenye games. Tuanze hapa nchini Uingereza, Arsenal dhidi ya Crystal Palace. Watu wamemsema sana Arsenal kwamba anakwenda kumpatia Liverpool ubingwa akiwa amekaa kwenye kochi. Yani Van Dijk alivyotoa statement yake kwamba tutakuwa tukitazama hiyo game tusubiri kwamba sisi ndio mabingwa, basi hiyo ndio itakayowaponza vijana wa Crystal Palace, kwa sababu Arsenal hawezi kukubali kudharaulika kiasi hicho. Basi adhabu itawakuta vijana wa Crystal Palace na pengine wakashushiwa mvua ya mabao. Na moja kwa moja guarantee tu nyepesi kabisa vijana wa Arsenal, kwanza wao pekee wapate magoli mawili, lakini pia Arsenal kushinda na mechi nzima pia aidha itoe kwa over 2.5, yani kuanzia magoli 3 na kuendelea. Hiyo ni guarantee ambayo haina mambo mengi. Vijana wa Crystal Palace leo wanacha kujibu kwamba kwa nini wao waje wajisogeze mbele wakati Arsenal ana hasira za misimu miwili mfululizo wanapoteza ubingwa. Wao Crystal Palace leo eti watangaze ubingwa, wamfanye Liverpool awe bingwa. Hicho kitu hakiwezekani kabisa. Japo mpira unadunda, lakini kwa effect pia game, kumbuka game ya mwisho Arsenal kashinda 5-1. Crystal Palace alikuwa nyumbani. Licha kwamba kina Mateta alikuwa vizuri sana, kina Ebericheze, lakini sasa hivi mambo leo lazima tu yatakuwa magumu na Arsenal pekee apate kuanzia magoli mawili na kuendelea kwa over 1.5 kwa Arsenal peke yake. Tukitoka hapo nchini Uingereza twende pale nchini Italia. Vijana wa Juventus wapo ugenini dhidi ya Parma ambaye ameonekana kuwa mgumu sana mechi za hivi karibuni, licha kwamba amekuwa na performance ya hovyo pia, lakini vijana wa Juventus wanakamata nafasi ya 5. Wanahitaji msimu ujao waweze kwenda ligi ya mabingwa barani Ulaya. Ukumbuke msimu huu hazitaenda timu 5 Italia, zitaenda timu 4 tu. Kwa hiyo wao pamoja na vijana wa Bologna nafasi nakana kung'ang'aniwa sana, huku Atalanta, vijana wa Napoli pamoja na Inter wao wakizidi kujihakikishia nafasi yao ya kwenda ligi ya mabingwa barani Ulaya. Moja kwa moja kutokana na impact hiyo sasa Juventus leo vijana wa Parma cha kwanza kuzuia safu ya Juventus ina Kennedy Dizi akina Dusan Vlahovic wasiweze kuingia kambani itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo moja kwa moja guarantee ya kwanza ni vijana wa Juventus, licha kwamba watakuwa ugenini basi wapate goli. Kwa hiyo Juventus over 0.5 lakini pia mechi nzima pia kutoa magoli mawili over 1.5 full time pia ni mechi nzuri pia kumpatia Juventus double chance kwamba ashinde au asare hiyo game hapo tunakotumaliza kwa hizo option 3 ambao tunaona odds nzuri hapo, ichukue na uondoke nayo. Lakini pia tukiachana hiyo game, vijana wa Lazio wao watakuwa ugenini, lakini Lazio moja kwa moja leo pia anakwenda kuforce, kwa sababu najua Lazio pia anahitaji aende hata Europa. Kwa hiyo moja kwa moja kitu cha kwanza wewe mgarantii tu kwamba Lazio apate goli. Kwa Lazio kupata goli ndio option nzuri zaidi kuliko ukienda na Lazio labda double chance anaweza kupoteza huu mchezo, kwa sababu hata vijana wa Genoa sio wabovu. Kwa hiyo moja kwa moja wewe guarantee tu kwamba Lazio apate goli, hata kama anabamizwa basi anabamizwa 2-1 au anabamizwa 3-1 hivyo, lakini yeye apate kuanzia goli moja na kuendelea over 0.5 kwa upande wa vijana wa Lazio. Kumbuka ametoka kuondoa na Bodo Glimt licha kwamba walishinda, lakini mambo yalikuwa magumu kwenye upande wa mikojo ya penalti. Haya, ukiachana vijana wa Lazio, nimezungumzia vijana wa Juventus hapo tunakuwa tumemaliza. Lakini twende kwenye Coppa Italia. Pale nchini Italia vijana wa Inter Milan watakuwa na kibarua dhidi ya AC Milan. Takriban game 4 mfululizo Inter Milan hashindi dhidi ya vijana wa AC Milan. Game 2 za mwisho zimeisha sare, lakini pia game nyingine ile ya finali ya Coppa Italia ilikuwa ni Super Cup ya Italia. Vijana wa AC Milan walishinda kule Warabuni mabao 3-2. Kwa hiyo wamekuwa kidominate sana. Vijana wa Inter Milan mambo yanazidi kuwa magumu, lakini leo wewe guarantee kwamba Inter Milan wa score, kwamba Inter Milan over 0.5 Inter Milan apate kuanzia goli moja na kuendelea. Hata kama anapata adhabu safi ya ushambuliaji ya Inter Milan mpaka midfielder wake akina Çalhanoğlu lazima tunakwenda kuzifumania nyavu za vijana wa AC Milan. Haya, hiyo ni dabi ukumbuke.
Baada ya hapo tunamaliza nchini Italia. Twende pale nchini Hispania. Athletic Bilbao yatakuwa nyumbani dhidi ya Las Palmas. Game ya mwisho amepata kipigo kizito kutoka kwa Real Madrid dakika za jioni sana, licha ya kushikilia bomba, lakini mambo yakawa magumu. Federico Valverde akatoa adhabu, game ikaisha 1-0. Leo wanacha kujiuliza mbele ya vijana wa Las Palmas ambao pia wameonekana kuwa wagumu, lakini almost Athletic Bilbao game 3 mfululizo wanashinda kwa vijana wa Las Palmas. Tena Las Palmas imekuwa changamoto kupata goli hasa Athletic Bilbao akiwa nyumbani pale. Sasa moja kwa moja Athletic Bilbao leo ni kumdouble chance kwamba anakwenda kushinda au kusale, lakini pia yeye score apate kwanza goli moja na kuendelea over 0.5 kwa upande wa vijana wa Athletic Bilbao. Hapo tunakuwa tumemaliza kwenye game ya Athletic Bilbao dhidi ya vijana wa Las Palmas. Lakini Real Madrid, mwamba mmoja ambaye anakimbizana kaachwa point 7 na Barcelona, mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wake, na ukumbuke weekend hii pia ana kibarua dhidi ya hao Barcelona. Kwa hiyo moja kwa moja leo anakwenda kufight vijana wa Getafe, licha kwamba watakuwa kwao, lakini mambo yanaweza kawa magumu. Kwenye guarantee tu ni kwamba game nzima itoe pia magoli mawili au pia double chance kwa upande wa Real Madrid kwamba anakwenda kushinda au kusare. Hizo ndio option ndogo zaidi, lakini kwa wale wanangu wa kujilipua basi over 3.5 mechi itoe magoli 3 na kuendelea, yani over 2.5 mechi itoe kuanzia magoli 3 na kuendelea. Hiyo ndio option ya wale wangumu kumeza vijana wa Real Madrid ya Getafe over 2.5, lakini pia Madrid ashinde mazima, moja kati ya option nzuri pia kwa wale wanangu wangumu kumeza. Lakini game nyingine ni vijana wa Benfica, wao watakuwa wanacheza na vijana wa Tiasense, miongoni mwa timu ambayo imejitahidi sana. Sasa hivi ipo kwenye semifinal ya FA yao kule, kombe lao la ndani, na moja kwa moja pengine kwenye garantia leo Benfica asipate ushindi mzito, pengine akapata ushindi mwepesi sana. Kwa moja kwa moja na pengine Benfica asipate ushindi mzuri, akapata ushindi wa kawaida. Kwa moja kwa moja kwenye guarantee tu, wewe mgarantii kwanza double chance Benfica kwamba anakwenda kushinda au kusale. Wale wanangu ngumu kumeza, basi mechi zima itoe magoli 3 over 2.5, lakini pia